Hiyo sehemu pekee ambayo tunapata nafasi ya kuweza kuweka mjadala na wewe mwanamichezo, kuweka komenti yako vizuri kabisa katika yale ambayo tunayajadili hapa kupitia kwenye mkusanyiko wa michezo, kupitia michezo leo. Lakini hapo tukisalia kwenye question mark, na question mark yetu hii leo inasema ama tunauliza, katika mechi 4 za viporo ambazo Simba amecheza, golikipa Musa Kamara ameruhusu kufungwa magoli mawili ya mbali, yani nje ya boksi. Je, Kamara ana udhaifu kwenye kuzuia magoli ya aina hiyo, au Simba ilikutana na wapinzani ambao wanajua vizuri kupiga mashuti ya mbali? Hiki ndicho ambacho tunakijadili kwenye question mark, tukiweka mjadala wetu wa wazi kabisa hapa, na wewe ukiweka comment yako. Maoni yako ni muhimu kweli kweli. Nianzie kwako GH kwanza kwenye hii question mark. Na kama vile question inapouliza wana, kwa upande wangu mimi moja kwa moja nasema Musa Kamara Pinpin ana madhaifu katika kuzuia michomo ya mbali, jambo ambalo inafika wakati inamshinda na magoli yanaingia. Na ninaposema na madhaifu hayo, simaanishi kwamba Musa Kamara sio golikipa bora. Mimi mpaka hivi sasa kwenye ligi kuu ungeniuliza golikipa wangu bora, ningemention moja kwa moja kulingana na kile ambacho amekifanya mpaka sasa. Kwenye ligi kuu kandanda Tanzania bara, Musa Kamara ni golikipa ambaye anaongoza kwa clean sheet. Mpaka sasa anazo 16, anafuatiwa na Djigui Diarra mwenye 14. Unaweza kupata picha ni golikipa wa namna gani. Kama hana majeraha, ni lazima aanze kwenye kikosi cha mwalimu Fadlu Davis. Ni golikipa wa juu kweli kweli, lakini pia ni mlinda mlango wa timu ya taifa ya Guinea, na akipata nafasi huwa anaonyesha kitu. Lakini kwa msimu huu au tokea amefika Simba, kuna hiyo kasoro ama huo udhaifu wa kuzuia michomo ya mbali, na muda mwingine inamshinda. Majanta, kama question ilivyotupatia takwimu kwamba katika viporo hivi 4 ambavyo Simba amevicheza, mechi 2 ameruhusu kufungwa magoli ya mbali, ikiwemo mechi dhidi ya Mashujaa. Kama unakumbuka mapema kwenye dakika 5 au ya 6, Jafari Kibaya anachagua wapi pa kupiga, Kamara inamshinda. Lakini pia hata mechi ya jana, bwana mdogo ni nani yule, Rashid Chambo anapiga nje ya box, inakubali katika hali ambayo pengine hata mashabiki wa kutarajia. Unaona Musa Kamara amefungwa. Na si hizo tu mechi 2, nimejaribu kumfuatilia Kamara kwenye msimu huu, ameruhusu kufungwa magoli 6 ya aina hiyo ya nje ya box, 5 kwenye ligi kuu kandanda Tanzania bara, 1 kwenye michuano ya kimataifa kombe la shirikisho. Kama unakumbuka mechi dhidi ya Al Masry kule ugenini, Kamara alifungwa goli la namna hiyo, goli la kwanza nje ya box, katika mpira ambao hata mwalimu ukimuuliza bado atamlaumu Kamara mpaka kesho, jambo ambalo liliwashangaza watu. Na si hivyo tu, kuna mechi dhidi ya Coastal Union kama mnakumbuka, Simba anatangulia kufunga magoli mawili, baadaye yote yanarudi. Yale yote mawili yalikuwa ni nje ya box. Goli la pili ndio kwa la kikatili zaidi, Khanes Malonga anapiga kutoka mbali, Kamara hana cha kufanya. Ukijumlisha 4, yani 1 la Mashujaa, 1 la jana KMC, 2 yao yote na Coastal. Lakini goli nyingine kama watu watakuwa nakumbuka vizuri, mchezo dhidi ya Kagera Sugar ulipigwa kule Kaitaba. Simba alishinda magoli 5-2. Kwenye yale magoli mawili ambayo Kagera alifunga, goli lao la pili alifunga Cleophas Anthony Mkandala dakika za mwisho, akapiga, Kamara akabaki tu anashangaa amesimama. Kwa hiyo na uona udhaifu wa namna hiyo. Na katika hayo magoli 6 ambayo nimekuambia Majanta, magoli 3 Kamara alikuwa hafanyi lolote. Hilo na Kagera Sugar la Mkandala, lakini hata magoli dhidi ya Coastal, angalau haya ya Mashujaa pamoja na jana alidai hivyo kufuata mpira ukamshinda. Hayo magoli mengine alikuwa anasimama tu, mpaka baadhi ya mashabiki wa Simba walianza kumpigia kelele. Alikuwa nani, mjumbe wa bodi wa kurugenzi, aliuliza Kamara mara 3 inakuaje. Kwa hiyo eneo hili kidogo Kamara anaona kama panampiga chenga, na jambo ambalo katika kuelekea michuano ya kimataifa hasa finali, asipolirekebisha vizuri linaweza likamuia ugumu. Anaenda kucheza na watu kama Balkan ni watu ambao wanapenda kutumia mipira mirefu pia. Kama hawana option, kwa nini wasipige mbali? Na kama unakumbuka tulipata taarifa kuna mashushushu wa Balkan wamefika hapa Bongo, na hizi mechi kadhaa za ligi kuu za Simba wamezishuhudia. Huwezi kujua, pengine wamesoma huo udhaifu na wakaenda kufanyia kazi. Kwa yote ni golikipa bora, lakini kwenye michomo ya mbali Kamara huwa inamsumbua. Magoli 6
si bahati mbaya, yani mtu ukosea mara 6 useme kwamba hakuna shida, hapo kidogo inanifikirisha Majambo. Okay, sawa. Ni GH huyu mzee Mazinzo kwenye tathmini yake. Mwalimu, wewe jicho lako linaonaje? Kamara ana madhaifu kwenye eneo hili ama pengine timu alizokutana nazo zinajua kutumia vizuri mipira nje ya box? Kuna hapo majibu ni mawili yote sahihi. Kamara madhaifu. Ticha, fanya kitu kimoja hivi. Wakati huo pia mdau una nafasi ya kuweka comment yako hapa ili tuweze kwenda sawa kabisa, ndio? Yote ni majibu sahihi kwamba timu ambazo Simba wamecheza nazo katika siku za hivi karibuni wana watu ambao wana uwezo wa kupiga, lakini pili ni kwamba kuna udhaifu. Amezungumza hapo jeshi wa kwanza kwa ametoa na takwimu mechi ambazo Kamara amefungwa magoli ya nje ya box. Ukiangalia hakuna goalkeeper ambaye yani dunia nzima hakuna goalkeeper ambaye labda tunaweza kusema kwamba hajawahi kufungwa magoli ya nje ya box, lakini ukiona magoli yale anajirudia maana yake uone unapata majibu kwamba kuna namna ya udhaifu ambao wanao. Mimi nilikuwa naangalia mechi kwa mfano ya jana. Ile ya jana mimi siwezi kulaumu sana kwa sababu ule mpira ulipigwa karibu na lilikuwa shoot kali kweli kweli na lilikwenda mbali, lakini najaribu kumtazama katika magoli mawili mpira aliopiga ile mechi ya Simba na Mashujaa na ile mechi ya El Masry. Ukiangalia ni mipira ambayo ilipigwa kutoka mbali. Sasa na ukiangalia kwa mfano ile mechi ya Mashujaa, yani unajua yani hata kama unaangalia mpira kwenye runinga, mimi kwa uzoefu wangu bado unaweza ukasense kwamba shoot iliyopigwa lina uzito kiasi gani. Jafari Kibaya alipiga shoot na mguu wa kushoto akiwa mbali. Shoot lile halikuwa kali, yani alikuwa yani shoot moja na nguvu kweli kweli, lakini bado Musa Pinpin Kamara alishindwa kuzoea ule mpira ukaenda ukajaa kwenye kamba. Mechi zidi ya El Masry ulipigwa mpira ukaenda ukadunda karibu na goli ukajaa kwenye kamba. Kwa hiyo mimi kwangu nimepata majibu kwamba ni mlinda mlango ambaye ana madhaifu sana kwenye hii mipira ya mbali. Sasa si kwamba ni tatizo ambalo labda moja kwa moja haliwezi kutibika. Ni namna tu ambavyo kocha wa golikipa na golikipa mwenyewe anaweza wakaenda wakafanya kazi. Yani sasa hii tunaita nini, yani assignment, kwamba yani kuna namna ambavyo Musa Pinpin Kamara anatakiwa mwenyewe ajitathmini kwamba licha ya ubora aliokuwa nao kwenye kusave mpira kwenye hii 1 against 1 hapa na hapa na save kwenye mikojo ya penalty kama tumeona kwenye mechi dhidi ya Al Masry, lakini bado anafungwa magoli ambayo watu wengi hawatarajii. Yani pale ambapo unaona kwamba kwa ubora aliokuwa nao hawezi kufungwa goli la aina hii, yeye ndo anafungwa magoli ya aina hiyo. Amezungumza jicho wa kwanza hapa na ametaja na idadi na mechi ambazo Musa Pinpin Kamara amefanya makosa. Kwa hiyo hii ni changamoto na kuna namna ambavyo kuelekea kwenye mechi inayokuja ya finali lazima afanyie kazi kweli kweli. Yani yeye na kocha wa golikipa wa Simba lazima kocha wa golikipa wa Simba yani kwake hiyo ni eneo la kwenda kulifanyia kazi, sababu yeye ndio mtu ambaye anaona madhaifu ambayo yanajirudia mara kwa mara. Kwa hiyo anatakiwa hii eneo akalifanyie kazi, kwa sababu unafungwa magoli na timu kama Mashujaa au timu kama ilivyokuwa ile ya jana KMC. Yani timu ambayo inakufunga alafu na wewe una nafasi ya kwenda ku equalize na kufunga goli la nyongeza. Vipi unapokutana na timu ngumu ambayo yani ikikufungwa ni ngumu kusawazisha, tayari unakuwa unasababisha timu kuacha alama kwa makosa ambayo pengine ungeweza kuzuia. Sasa kwa mfano mechi kama ya jana KMC mimi sitaki kuzungumzia ya KMC, ya Mashujaa na El Masry, alafu kuna ile na Kagera Sukari ya kule Kaitaba, mechi ambazo yani si kwamba ametoka golini, yani yupo kwenye goli pale kwenye goal line, lakini bado mahesabu yake ya kwenda kufuata mpira yanakuwa hayako sawa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo naweza kusema kwamba ana udhaifu fulani kwenye kuokoa michomo inayopigwa
mbali. Kwenye game hii kuna umuhimu wa mwalimu pengine kwenda na Ali Salim kutokana na madhaifu ambayo Kamara nayo. Sasa hapo ndipo tunapokuja kwenye mjadala mwingine. Yaani Musa Kamara anaweza kawa ni ana udhaifu kwenye mipira ya mbali, lakini akawa ni the best, yani akawa ni mzuri yani kwenye maeneo mengine, kama ambavyo nimezungumza. Anaweza akawa ni mzuri labda kwenye mipira ya cross, anaweza akawa ni mzuri labda kwenye mipira ile ile tunasema karibu na goli ile, yani ile tunasema show kwa show, anaweza akawa ni mzuri kwenye 1 against 1. Lakini sasa ukija ukimlinganisha na goalkeeper mwingine Ali Salim, inawezekana yeye akawa na madhaifu, anaweza akawa yuko bora kwenye hilo eneo ambalo Kamara anaonekana ana udhaifu, lakini yeye anaweza akawa ana madhaifu mengi katika maeneo mengine mengi ya goalkeeper. Sasa ukiacha makosa, yani jaribu kuhesabu makosa ambayo Musa Kamara ameyafanya toka msimu huu uanze, lakini bado mwalimu ameendelea kumwamini kwenye kikosi cha kwanza. Yani kwenye mechi zote za kimataifa amecheza Musa Pinpin Kamara. Ukija kwenye ligi kuu, nafikiri alikuwa ni mechi moja au mbili ambayo alikuwa na majeraha ambazo alidaka Ali Salim, lakini so far bado anaonekana ni mlinda mlango bora zaidi kuliko walinda mlango wengine wa Simba, licha ya kuwa na madhaifu. Yani kwa hiyo kwa lugha nyingine unaweza kusema kwamba madhaifu ya Kamara inawezekana yakawa ni madogo kuliko madhaifu ya magolikipa wengine. Sasa hiyo unathibitisha vipi? Ni rahisi tu kwamba jaribu kuangalia idadi ya mechi. Yani magolikipa wale ambao hawapishani sana uwezo, kuna namna ambavyo mwalimu hata katika mechi ambazo zina ushindani anaweza akashawishika bana, leo mechi ya leo ya Simba labda na Azam, leo kadake labda Ali Salim, leo mechi labda si Simba na nani na wanacheza labda na KMC, leo daka Hussein Abel, leo mechi si wanacheza labda Simba na nani daka labda Aishi Manula. Lakini umeona mpaka mechi karibu zote za ligi kuu, yale mechi ambazo Simba wamecheza bila Musa Kamara ni kwenye mechi zile za hatua za mwanzo kwenye kombe la CRDB Federation Cup, na hapa katikati kuna mechi ambayo kama sio moja au mbili ambapo wale alikuwa na majeraha, lakini the rest amekuwa anacheza mechi zote. Kwa hiyo hii inatoa tafsiri kwamba kuna gap kati ya yeye na walinda mlango wengine wa Simba. Yaani ukiona tu kwenye timu mlinda mlango mmoja anacheza karibu mechi zote, ujue kwamba kuna mpishano kidogo wa uwezo kati ya mlinda mlango mmoja na mwingine. Yaani hawalingani, lakini ukiona imekuwa too much, yani imezidi sasa, ujue kwamba hapo kuna changamoto. Jaribu kukumbuka kuna mwaka mmoja hivi pale Young Africans walikuwa na magolikipa sikumbuki watatu walikuwa nani, lakini alikuwepo nani, Ali Mustafa Batezi wakati ule na Deo Munishi Dida. Kocha wa magolikipa Young Africans nani alikuwa wakati ule, Juma Pondamali Mensa. Na jaribu kukumbuka maneno ambayo aliyazungumza kwamba alisema magolikipa hawa watakuwa wanacheza kwa kubadilishana kwa sababu ya ubora waliokuwa nao. Kwa hiyo unakuta kuna wakati Yanga walikuwa wanaweza kucheza mechi hata 5 mfululizo, akacheza labda Ali Mustafa, alafu mechi zinazofuata anacheza Deo Munishi. Kwa hiyo wakawa wanapishana kwa style hiyo. Lakini najaribu kukumbuka kuna msimu mmoja kwenye